أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, tunaendelea na darasa zetu za kabla salati al-isha katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, tukiwa tunakumbushana fadla na ibada muhimu ambazo sisi kama Waislamu tunatakiwa tuzifanye ndani ya mwezi huu wa Ramadhan. Huu ni mwezi wa Qur'an kama tulivyosema, ni mwezi wa saum, kufunga, ni mwezi wa dua, lakini vile vile ni mwezi wa adh-dhikr, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi miongoni mwetu sisi Waislamu tunachukulia swala la adh-dhikr kwamba ni ibada nyepesi ambayo labda haina uzito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au ni maneno tu mtu anatamka mdomoni. Lakini ukweli kabisa, dhikr ni ibada kubwa kuliko ibada zingine zozote ambazo tunazifahamu, kwa sababu dhikr haina mashaka, haina taab, haina maandalizi, haihitaji pesa. Basi mtu anaweza kuona kwamba ni ibada nyepesi, lakini ni ibada rahisi ambayo kila mtu anaweza kaifanya. Yani haihitaji juhudi ya nguvu wala haihitaji juhudi ya mali, bali inahitaji wewe tu kuwa na ulimi wenye rutba wa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kila mara. Na huu mwezi wa Ramadhani tunapokithirisha kufanya ibada ya dhikr, fadhila zake ni kubwa kuliko unavyofanya katika miezi mingine. Kwa hiyo ndio maudhui nimezungumza kwa dakika 10 inshallah kuhusiana na dhikri katika Qur'an na Sunna na kauli za salaf na wanachuoni waliotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati al-Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu udhkuru Allaha dhikran kathira, enyi mlioamini mtajeni Mwenyezi Mungu utajo wa wingi, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi. Dhikran kathira, yani kumtaja kwa wingi. Wasabbih, kwa ni ibada ambayo watu wengi wanaifanyia ihmal, lakini wallahi ni ibada adhim, ina malipo makubwa, ina msaada mkubwa kwa Muislam kama atakuwa muadhab, atakuwa kila siku anaendelea kufanya dhikr. Fadhila za dhikri katika sunna, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam muhimu sana, ipokewa na Muadh ibn Jabal. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ala unabbiukum bi khairin a'malikum, hivi je ni wafahamisheni matendo yenu yaliyokuwa ya khairi kabisa. Anawaambia masahaba, wa azkaha inda malikukum, na ni matendo ambayo ni matakaso sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa arfa'aha fi darajatikum, na ni matendo ambayo yanakunyanyua wewe katika daraja za juu kabisa. Wa khairul lakum min infaqi dhahabi wal waraq, na ni bora zaidi kuliko mtu kutoa dhahabu na noti na pesa. Yani haya matendo ni bora kuliko kutoa pesa. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum, na ni bora kwenu kuliko kukabiliana na adui wako. Fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, mkawakata vichwa vyao na wale wengine wakakata vichwa vyako. Yani kuliko jihad fi sabilillah, tendo zuri kuliko yote haya, kuliko jihad fi sabilillah. Maswahaba wakasemaje? Qalu bala ya Rasulullah, tufahamishe hiyo amal gani kubwa hiyo ambayo imeshinda ibada zote hizo? Akasema dhikrullahi ta'ala. Subhanallah, ni kumtaja Mwenyezi Mungu aliyotakasika. Ni ibada kubwa kuliko zote hizi ambazo tumezitaja, kuliko mtu kutoa sadaka, kutoa pesa, kwenda kwenye jihadi, kwenda kwenye nini. Akakaa akamkumbuka Mwenyezi Mungu, akamtaja Mwenyezi Mungu,
katika akiwa peke yake, akiwa na watu, almuhimu akamtaja katika sehemu yoyote. Hiyo ni fadhila kubwa ya ibada hii ya dhikr. Hadithi nyingine ya Muadh ibn Jabal anasema, siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliniita, ya Muadh, nikasema labbaik ya Rasul Allah. Qala inni uhibbuk. Fikiria, anamwambia maneno haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia Muadh ibn Jabal, mimi nakupenda Muadh. Muadh akasema, wa ana wallahi, na mimi vile vile nakupenda ya Rasul Allah. Qal, Mtume akamwambia, ala uallimuka kalimatin, kwa nini sikufundisha maneno machache, taquluha fi duburi kulli salatik, ambayo utayazungumza maneno haya katika baada ya kila swala yako, kisha swali sema maneno hayo. Qultu na'am ya Rasul Allah, nikamwambia nifundishe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Qala qul, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sema Allahumma a'inni ala dhikrik, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi kukudhukuru, kukutaja, nisaidie niwe na kutaja kwa wingi, wa shukrik, na kukushukuru kwa neema mbalimbali ambazo umenipa, wa husni ibadatik, na kukufanyia ibada iliyokuwa njema zaidi. Subhanallah, ukiangalia hapa iliyoanza a'inni ala dhikrik, ya kwanza kabisa nisaidie mimi katika kukudhukuru, yani kuwa na kutaja mara nyingi. Na haya maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia habibihi Muadh ibn Jabal, ambaye ameshamwambia ana uhibbuk, kwa maana anampa maneno yatakayomsaidia. Ukimaliza kuswali usikimbie, ukimaliza kuswali omba dua hii, Allahumma a'inni, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie, ala dhikrika, kukutaja wewe, wa shukrika, na kukushukuru, wa husni ibadatik, na kukuabudu ibada iliyokuwa njema. Kuna ugumu katika maneno haya ndugu zangu Waislamu? Na waulizeni, kuna ugumu wote? Hamna ugumu wote. Kuyahifadhi mepesi. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, kila baada ya swala. Na Mwenyezi Mungu atakusaidia, hata kama mdomo wako mzito kufanya dhikr, atakufanya utakuwa mwepesi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, ibada ya dhikr mara nyingi tunaipuuza, lakini tunakosa fadhila nyingi sana, hususan ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwa sababu fadhila zake ni kubwa. Malizie kwa dhikri ya mwisho ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi muttafaqun alayhi, yani haina shaka ndani yake, kalimatani khafifatani ala lisan, kalimatan, maneno mawili, khafifatan, mepesi sana, ala lisan, katika ulimi mtu kuyatamka, mepesi, hana uzito wote, hayana maain mengi wala madad mengi wala manini, maneno mepesi kabisa mtu anaweza kuyazungumza. Habibatani ila arrahman, lakini maneno haya mawili yanapendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno gani hayo ya Rasulullah? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Tusemeni Waislamu, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Kuna ugumu wote? Maneno mepesi kuyatamka, khafifatan lakini thaqilatan inda arrahman, ni mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ukikaa peke yako, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.